Mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya Lebanon yameendelea mapema leo, yakilenga hoteli moja katika kitongoji cha Hazmie karibu na mji mkuu Beirut na jengo la makazi katika mkoa wa mashariki wa Baalbek. Mashirika ya habari ya serikali ya Lebanon yameripoti kuwa mashambulizi haya yamefanyika wakati mvutano mkubwa unazidi kuongezeka kati ya Israel na kundi la Hezbollah, huku vita vya eneo hilo vikizidi kuenea kutokana na mzozo wa Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kulingana na shirika la habari la taifa la Lebanon NNA, shambulio la anga lilitua kwenye hoteli ya Comfort katika eneo la Hazmie, ambalo ni kitongoji chenye wakazi wengi wa Kikristo na ambacho hadi sasa kilikuwa kimeepuka vurugu za moja kwa moja. Picha zilizochapishwa mtandaoni zinaonyesha moshi ukifuka na watu wakitoroka kutoka kwenye hoteli hiyo, huku maafisa wa huduma za dharura wakifika kuwasaidia majeruhi. Hakuna taarifa rasmi za vifo au majeruhi kutoka eneo hilo hadi sasa, ingawa magari ya huduma ya kwanza yalionekana yakiondoka kwa haraka katika eneo hilo. Katika mji wa Baalbek mashariki mwa Lebanon, mbali na mpaka wa Israel, shambulio lingine liliangamiza jengo la makazi la ghorofa 4. NNA ilisema kuwa watu 5 wamekufa, 15 walijeruhiwa na 3 bado hawajulikani walipo, huku timu za uokoaji zikifanya kazi ya kuokoa familia kutoka chini ya vifusi. Meya wa Baalbek alisema kuwa majengo hayo yalikuwa na wakazi wa kiraia pekee, akisisitiza kuwa hakuna wanajeshi au wanamgambo waliokuwa hapo. Mashambulizi mengine yameripotiwa katika maeneo ya Aramun na Sadiyat kusini mwa Beirut, ambayo si ngome za kawaida za Hezbollah. Wizara ya afya ya Lebanon ilisema mashambulizi hayo yalisababisha vifo 6 na majeruhi 8 katika maeneo hayo, huku takwimu zikiwa za awali. Jumla ya vifo kutokana na mashambulizi ya Israel tangu siku ya Jumatatu imefikia 50 kulingana na wizara hiyo, na zaidi ya watu 58,000 wamehamishwa kutoka maeneo yaliyoathirika. Israel ilitangaza kuwa imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Hezbollah kusini mwa Lebanon na maeneo mengine, ikiwa ni pamoja na maeneo ya Beirut. Jeshi la Israel lilisema limezuia makombora na ndege zisizo na rubani zilizotoka Lebanon, bila ripoti za vifo kwa upande wake. Walitoa maagizo ya haraka ya kuhamishwa kwa wakazi katika vijiji 16 na kisha 13 zaidi kusini mwa Lebanon kabla ya kuanza operesheni. Hezbollah ilidai kuwa ilifanya mashambulizi 13 dhidi ya Israel siku ya Jumanne, ikiwa ni pamoja na kurusha makombora na drones kwenye kambi ya majini ya Haifa na askari katika eneo la Metula. Kundi hilo lilisema mashambulizi yake yalikuwa kujibu uvamizi wa kikatili wa Israel dhidi ya miji na vijiji vingi vya Lebanon. Mzozo huu umezidi kuenea baada ya kifo cha kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei katika mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Ingawa makubaliano ya kusitisha mapigano yalifikiwa Novemba 2024 na kumaliza vita vya zaidi ya mwaka mmoja, Israel imeendelea na mashambulizi ya anga ikidai kuwa Hezbollah imekataa kuachia silaha. Serikali ya Lebanon imetangaza marufuku ya shughuli za kijeshi za Hezbollah ili kuzuia nchi hiyo kuingia katika vita vya kikanda, na rais wa nchi hiyo akasema hatua hiyo ni isiyoweza kutenguliwa. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza wasiwasi mkubwa baada ya ripoti kuwa madaktari 3 wamekufa na wengine 6 walijeruhiwa wakati wa kuwasaidia majeruhi. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alitaja vifo hivyo kama hasara kubwa kwa huduma za afya katika eneo lenye vita. Mashambulizi haya yanaashiria kuenea zaidi kwa vita, yakilenga maeneo yasiyo ya kawaida ya Hezbollah na kuathiri maisha ya raia. Wataalamu wanaonya kuwa ikiwa hali itaendelea hivyo, idadi ya wakimbizi na vifo itaongezeka sana, huku eneo lote la Mashariki ya Kati likiwa hatarini zaidi. Abdul Nasir Mwita, Rubaza Kimataifa.